Naam, habari ya wakati huu mtazamaji wetu popote pale ulipo, karibu katika taarifa ya habari mchana leo. Jina langu ni Margaret Itala na tunaanza na habari za kitaifa. Waziri wa Viwanda na Biashara Mheshimiwa Daktari Selemani Jafo amezitaka mamlaka zilizo chini ya wizara yake kuendelea kutoa elimu kwa jamii kuhusu madhara ya unywaji wa pombe kupita kiasi ili kulinda afya za watumiaji na maendeleo ya taifa. Tupate taarifa zaidi na mwanahabari wetu Roda Simba kutoka Dodoma. Waziri Jafo amesema hayo jijini Dodoma mara baada ya kukamilika kwa semina iliyotolewa na Wizara ya Viwanda na Biashara kwa kamati ya kudumu ya Bunge ya Viwanda, Biashara, Kilimo na Mifugo. Lakini hivi karibuni unaona kwamba tuko na changamoto kubwa sana la unywaji wa pombe iliyopitiliza. Kamati ilielekeza na tuliweza kufanya tafiti kupitia taasisi yetu ya TBS. Kazi imeenda nzuri, utafiti umeonyesha dhahiri kwamba kama nchi yetu swala zima la mifumo inaenda vizuri, isipokuwa sasa swala zima mabadiliko ya tabia kwa watu ambao wanakunywa pombe kupitiliza. Sasa ni jukumu la wakazi wote wa Tanzania kuwaelekeza vijana wetu kuhakikisha kila jambo linafanyika kwa wastani. Lengo kubwa ni kwamba hata kama wanaenda katika starehe, basi starehe kwa wastani. Lengo kubwa ni kwamba tuweke uwekezaji lakini tuwalinde watu. Kwa hiyo jambo hili uwekezaji uendelee, lakini swala zima jamii lazima ihakikishe inalinda afya za wao wenyewe kwa sababu hili ni jambo la kitabia. Aidha, Waziri Jafo amesema lengo kuu la wizara hiyo ni kuifanya Tanzania kuwa miongoni mwa nchi zinazotegemea sekta ya viwanda na biashara kama nguzo ya maendeleo ya kiuchumi. Sisi kama Wizara ya Viwanda na Biashara na taasisi zetu tumejipanga kuhakikisha kama Watanzania wanapata huduma bora zaidi kutoka kwetu, ambao ni jukumu tumepewa kutokana na hati izini tuliopewa katika kuhakikisha tunaenda mbele nchi yetu katika upande wa viwanda na biashara. Akizungumza baada ya kukamilika kwa mafunzo kwa kamati yaliyotolewa na Wizara ya Viwanda na Biashara, mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge ya Viwanda, Biashara, Kilimo na Mifugo, Mariam Ditopile, amesema wizara hiyo haipaswi kukaa ofisini pekee bali inapaswa kushuka mashinani na kuwa karibu na wafanyabiashara. Kama alivyosema Mheshimiwa Rais mwenyewe kwamba hii wizara sio watu wa kukaa ofisini, ni watu wa kwenda field, wa kwenda kuwa karibu na wafanyabiashara, wa kuwa karibu na wamiliki wa viwanda. Na kwa kweli tumejionea hata juzi kupitia vyombo vya habari, tumemwona Mheshimiwa Waziri akiwa Kariakoo kwenda kuhakikisha basi hata kama kuna mgeni kutoka mataifa ya nje anakuja kufanya kazi ama biashara, basi awe amefuata utaratibu wa nchi. Kutoka jijini Dodoma, Roda Simba, Channel 10. Shukrani sana Roda Simba kutoka Dodoma. Kule magharibi mwa Tanzania, wito umetolewa na halmashauri zote za mkoa wa Kigoma kutumia mapato ya ndani kwa ajili ya watumishi wa kada ya afya ili kuendana na ikama ya wahitaji wa huduma ya afya. Katibu tawala wa mkoa huo wa Kigoma, Hassan Rugwa, ametoa kauli hiyo wakati wa maadhimisho ya siku ya wauguzi duniani yaliyofanyika kimkoa katika kijiji cha Songambele, wilaya ya Buhigwe, mkoani Kigoma. Tupate taarifa zaidi. Ilikuwa ni siku ya wauguzi duniani. Akitoa taarifa ya mkoa wa Kigoma, mganga mkuu wa mkoa Damas Kayela anasema watumishi wa idara ya afya wamekuwa na kazi kubwa katika kuwahudumia wananchi. Tumefanikiwa kuhakikisha kwamba tunapunguza vifo vitokanavyo na uzazi kwa kiasi kikubwa. Tukafikia 68 kwa vizazi hai 100. Hiyo kazi imefanyika kwa sababu wauguzi wamefanya kazi yao kubwa. Tumeendelea kupokea huduma bila malipo kwa watoto wachanga wa chini ya miaka 5 kama sehemu ya ahadi katika ilani yetu ya uchaguzi ya mwaka 2020-2025. Kisha ikasomwa risala. Licha ya kuwepo kwa mafanikio, lakini pia changamoto kadhaa zimetajwa kufifisha jitihada za utoaji wa huduma bora. Idadi ya wauguzi inapungua sio tu kutokana na ongezeko la vituo vya kutolea huduma, bali pia haendani na kasi unaostaafu, vifo, maradhi, kuacha kazi au bajeti zinazotengwa kwa ajili ya sare za kazi, yani uniform allowance, malipo ya masaa ya ziada na likizo hazitoshelezi na kupelekea kushuka kwa morali ya kazi kutokana na wingi wa kazi zinazofanywa na wauguzi. Wahudumu waongezwe kuhusu huduma za afya.
Kwa mujibu wa taarifa ya mwaka 2025, mkoa wa Kigoma kuna upungufu wa wauguzi na wakunga 1561, idadi ambayo imeelezwa kutoendana na ikama ya wagonjwa pamoja na ongezeko la vituo vya kutolea huduma za afya. Kuziagiza halmashauri zetu zote kuona namna bora ya kuajiri wauguzi na wakunga kwa kutumia mwongozo wa mikataba ili kuweza kupunguza uhaba wa wauguzi na wakunga katika vituo vyetu vya kutolea huduma za afya katika maeneo yenye changamoto kubwa na hasa vijijini. Mwajabu Hoza, Channel 10, Kigoma. Naam, shukrani sana Mwajabu Hoza kutoka Kigoma. Kule kanda ya Ziwa, taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoa wa Geita kwa kushirikiana na mgodi wa GGML imeandaa mpango mahususi wa kupambana na vitendo vya rushwa kwenye miradi katika michakato ya uombaji wa ajira na zabuni za mgodi wa GGML kwa kutoa elimu na mbinu katika mitaa ya vijiji 28 wilaya ya Geita. Tupate taarifa zaidi na mwanahabari wetu Mrisho Sadik. Katibu utawala wa mkoa wa Geita Mohamed Gombat ametoa kauli hiyo kwenye ufunguzi wa warsha ya siku 2 iliyoandaliwa na TAKUKURU kwa kushirikiana na mgodi wa GGML iliyowakutanisha viongozi kutoka makundi mbalimbali wakiwemo wenye vitu wa serikali za mitaa na vijiji. Kuandaa mkakati wa namna bora ya kukabiliana na rushwa au viashiria vya rushwa katika shughuli mbalimbali za maendeleo ambazo zinafanywa na kutekelezwa na mgodi wetu wa dhahabu wa Geita. Kamanda wa TAKUKURU mkoa wa Geita James Ruge amesema uwekezaji salama wenye tija hujitokeza pale penye uwazi, wajibikaji na uadilifu, huku mkurugenzi mtendaji wa GGML Duran Acher amesema rushwa hupunguza imani ya wananchi kwa taasisi na huvuruga maendeleo endelevu, na kwamba ni wajibu wa kila mtu kuhakikisha na jenga mazingira yasiyokuwa na rushwa. Mkoa wa Geita umebarikiwa na rasilimali nyingi, hususan dhahabu ambazo ni nguzo muhimu ya uchumi wetu. Uwekezaji salama na wenye tija hujitokeza pale ambapo kuna uwazi, kuna uwajibikaji, lakini kuna uadilifu ambao umetamalaki. We are all fully aware of the impact corruption can have, not only on our business, but also on the broader community. Viongozi wa serikali za mitaa walioshiriki katika warsha hiyo wameupongeza mgodi wa GGML na TAKUKURU kwa kuanzisha mapambano hao dhidi ya rushwa, na kwamba mpango huo utasaidia kuwajengea uwezo wananchi na viongozi wa kupambana na vitendo hivyo. Kutoka Geita, mimi ni Mrisho Sadik. Naam, shukrani sana Mrisho Sadiki kwa taarifa hiyo. Rais mteule wa Rotary International Mario Cesar Martin de Camargo amesema wataendelea kuiwezesha jamii katika nyanja mbalimbali ikiwemo afya, elimu pamoja na sekta za kimaendeleo ili kukuza usawi endelevu katika jamii. Kauli hiyo ameitoa kwenye ziara rasmi ya siku 3 nchini ambapo ametembelea miradi mbalimbali inayofanywa na vilabu vya Rotary Tanzania ikiwemo shule ya msingi na sekondari Mtakuja zilizopo Kunduchi jijini Dar es Salaam, na kusema kuwa lengo ni kutengeneza jamii iliyo bora kupitia ushirikiano wa vilabu vya Rotary. Kwa upande wake, gavana wa kanda hiyo kutoka vilabu vya Rotary Agnes Butengas amesisitiza umuhimu wa ushirikiano katika kutekeleza miradi mbalimbali ya Rotary inayofanywa kwenye jamii. We have a special care for the future generation. Lengo langu ni uangalizi maalum kwa kizazi cha baadaye. Tuko hapa kwa siku zijazo kwa ajili ya mahitaji ya vijana wetu. Yapo mikononi mwetu, na hivyo ni ziara yangu hii inaangalia, na uangalizi wangu ni mkubwa katika sehemu muhimu, na kuna hospitali, kuna shule, kuna mahitaji yanahitajika. Watoto wanahitaji viti, tunazungumzia kompyuta, lakini pia mazingira bora kwa ajili ya wanafunzi wetu. Tunawajengea vyoo kwa ajili ya kuwalinda na magonjwa kama kipindupindu. Sisi ni watu tu wa kawaida ambaye tunajitolea, na tunaamini kila mwananchi akiamua kujitolea pia tunaweza tukafika mbali. Lakini huwezi kujitolea tu peke yako utafanya tu kidogo, lakini ukiungana na watu wengine, hakuna kwamba ni mtu special, no.
Mtu kama mimi, kama wewe, unaweza ukajoin kutatua hizi matatizo mbalimbali. Kuna matatizo ya toilet za watoto wa shule. Saa zingine unaweza kukuta toilet 4 wanafunzi 2000. Kwa hiyo wewe kama mwananchi unaweza ukajoin pia clubs kama za kwetu ambayo zina uzoefu, zina contacts, partnership, watu wanajua jinsi tunavyofanya kazi nzuri. Na mtazamaji, ni kurejeshe tena kule kaskazini mwa Tanzania ambapo madiwani wa kata 8 kwenye halmashauri ya wilaya ya Siha mkoani Kilimanjaro wanawalalamikia wakala wa barabara mijini na vijijini TARURA wilayani humo kwa kutokamilisha ukarabati wa barabara, hivyo kusababisha changamoto ya kukosa usafiri wa hususan kwenye kipindi cha mvua za masika. Mwandishi wetu Tadei Masawe na ripoti zaidi kutoka Kilimanjaro. Wametoa malalamiko hayo kwenye kikao cha kawaida cha baraza la madiwani ambapo wamezitaja kata ambazo barabara zake zinahitaji matengenezo kuwa ni Ndurmet, Karans, Karagagua, nyingine ni Ormelili, Donyomurwa pamoja na kata ya Kashashi na Ormelili. Imeniweka kwenye utata kwa sababu ukitoka Ormelili kuja Ormelili kule kumechongwa vizuri kafika kwenye mwisho wa kata yangu ikakata. Ukitoka Makiwaru imechongwa vizuri kafika mwisho wa kata nayo ikakata. Pale katikati nini kinachoendelea mimi sijui. Lakini la pili, mheshimiwa mwenyekiti, tumesikia akisema kwamba kuhusu habari ya barabara ya Laron na Shilo Kishisha. Wamenashukuru TARURA wameitengeneza vizuri japokuwa bado mkandarasi anaendelea na kazi. Lakini kuna maeneo machache ambayo yanahitaji kuwekwa makalavati kwa ajili ya kupunguza ule umbali wa maji yanakotokea, na wale maji yanaposafiri umbali mrefu yanaendelea kuharibu barabara. Kwa upande wake mwandishi wa TARURA wilaya ya Siha, Erasto Kimbike, akaelezea mikakati ya kukamilisha matengenezo ya barabara hizo katika bajeti ijayo. Matengenezo ya hizo barabara yatafanyika na yatafanyika katika vipindi hivi vya bajeti hii inayoendelea ya mwaka wa fedha 2024-25. Ni mpango wa bajeti ya fedha ya mwaka wa fedha 25-26. Utekelezaji huu utazingatia matengenezo ya barabara zote ambazo zinahitaji matengenezo ya kawaida yenye sehemu korofi na sehemu ambazo yanahitaji matengenezo ya sehemu maalum. Mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Siha Duncan Urassa akasisitiza swala la utunzaji wa mazingira kwa kuwakumbusha wananchi kufanya usafi maeneo yanayowazunguka sambamba na kuepuka kukata miti hovyo, badala yake wapande miti na kuitunza kwenye maeneo ya wazi na vyanzo vya maji. Napenda kuomba wananchi na wakazi wa wilaya ya Siha tuendelee kufanya usafi kwa kila Jumamosi ya mwisho wa mwezi katika maeneo yetu ya makazi pamoja na maeneo yote ya wazi ili kujiepusha na magonjwa mbalimbali ikiwepo malaria na magonjwa ya tumbo. Naomba sana waheshimiwa madiwani na viongozi wengine tuendelee kuwahimiza wananchi katika maeneo yetu kupanda miti ya matunda na mbao ili kuwa na mazingira bora, kuwa na kivuli pamoja na hewa safi kwa wakati wote. Nikiripoti kutoka wilaya ya Siha mkoani Kilimanjaro, Tadei Masawe wa Channel 10. Na mtazamaji, taarifa hiyo ya Tadei Masawe kutoka Kilimanjaro inatukamilishia habari za kitaifa. Sasa ni habari za mataifa mbalimbali duniani na tutasalia hapa Afrika Mashariki. Shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International limetoa wito kwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuiwekea Sudan Kusini vikwazo vipya vya silaha, likiwemo kuwepo kwa hivi karibuni kwa majeshi wa Uganda ni ukiukaji wa wazi wa agizo hilo. Sudani Kusini kwa muda mrefu imekuwa ikikabiliwa na ukosefu wa usalama na ukosefu wa utulivu wa kisiasa na kuongezeka kwa mvutano kati ya Rais Salva Kiir na mpinzani wake makamu wa rais Riek Machar kumeibua na kusababisha mapigano kati ya vikosi vyao. Mapigano katika jimbo la Upper Nile mapema mwaka huu yalizua wasiwasi wa kimataifa na kusababisha kutumwa kwa jeshi la ulinzi la wananchi wa Uganda UPDF mwezi Machi. Vikwazo hivyo ambavyo vinamalizika tarehe 31 Mei vimeanza kutumika tangu mwaka 2018 wakati makubaliano ya amani yalipomalizika miaka 5 ya vita vya wenyewe kwa wenyewe kati ya Kiir na Machar. Katika michezo, Baraza la Michezo la Taifa limeipongeza timu ya taifa ya mchezo wa tennis ya viti mwendo, yani wheelchair tennis, na timu ya wasichana ya mpira wa mikono chini ya umri wa miaka 18 ambazo zilikuwa zinashiriki mashindano ya dunia na mashindano ya Afrika kanda ya 5
na kuipeperusha vyema bendera ya taifa. Tupate undani wa taarifa hii. Pongezi hizo zimetolewa na afisa habari na uhusiano wa Baraza la Michezo la Taifa BMT Binajaha Bakari wakati wa mahojiano maalum na Channel 10 Michezo, ambapo amesema kuwa timu hizo zimekuwa bora licha ya kutotoa nafasi ya kwanza, lakini zimeweka historia na kuonyesha mwanzo mzuri. Pongeza vijana wetu wa mchezo wa tennis kwa watu wenye ulemavu, wheelchair tennis, ambao wametuwakilisha vyema kwenye mashindano ya kombe la dunia nchini Uturuki na wamepata tuzo. Hata kama hawakufanya vizuri kwenye mashindano hayo, lakini wamepata tuzo ya heshima, lakini ya nidhamu, kwa sababu hivyo ndio vitu vya msingi sana. Heshima, nidhamu, lakini vile vile ni kwa mara ya kwanza Tanzania kushiriki katika mashindano hayo ya kombe la dunia nchini Uturuki. Pongeze wachezaji wetu chini ya umri wa miaka 18 wa mpira wa mikono. Nao wamekuwa washindi watatu wa jumla katika mashindano ya kanda ya 3 Afrika ambayo yamefanyika Uganda. Kwa kweli hao nao tuwapongeze sana. Wamejitahidi, wametutoa kimasomaso wa Tanzania, wameipeperusha bendera vizuri katika hilo. Katika hatua nyingine, Najaha Bakari kwa niaba ya Baraza la Michezo la Taifa BMT ameitakia kila la heri klabu ya Simba ambayo inaanza safari usiku huu kuelekea nchini Morocco kwenda kucheza na timu ya RS Berkane, mchezo wa kwanza wa fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Kila la heri timu klabu ya Simba, ende wakapambane, waonyeshe heshima ya nchi yao. Hili kombe basi lije libaki hapa kwetu. Kweli tunawatakia kila la heri. Kutoka jijini Dar es Salaam, Juma Mohamedi, Channel 10. Mtazamaji, ilikuwa taarifa ya habari kwa ufupi, na sasa nimefika tamati. Ulikuwa nami Margaret Itala. Tafadhali endelea kubaki nazi kwa vipindi vinavyoendelea kutoka hapa Channel 10, kilicho bora kabisa. Asante.